Lakini ndugu zangu, nataka niwaambie Mheshimiwa Spika amefanya kazi kubwa sana, na ndio maana Wanakongo wamekuwa wakimchagua kila wakati, na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania likaona huyu ndiye anayestahili kuwa spika. Katika kipindi chote tumekuwa na maspika wengi wamepita, lakini Mheshimiwa Ndugai amekuwa ni spika wa mfano kwa kuliongoza vizuri sana bunge letu. Amefanya kazi kubwa mno. Kwa Wanakongo ambao hamjui, sisi kule bungeni tulikuwa kipindi kama hiki, kipindi cha budget, bunge tunajaza mavitabu makubwa madini, lakini Mheshimiwa Ndugai mwaka huu, toka mwaka jana, alisema tunataka tulibadilishe liwe ni bunge la mtandao. Ameanzisha mtandao, sasa hivi hakuna mavitabu, tunatumia vitu vinaitwa iPad basi. Halafu sasa Mheshimiwa Ndugai, nafikiri Mungu alikuongoza hivi, asingeanzisha bunge mtandao mwaka huu kwa kipindi hiki cha corona, ingekuwa kila mtu kushika yale manani yale mavitabu manini, ingekuwa ni disaster, ingekuwa ni hali ya hatari. Aliotea Mungu alimuongoza, ametupeleka vizuri sana, na ndio maana hata kama kuna corona sisi bunge tunaendelea kufanya kazi. Tunakupongeza sana Mheshimiwa Spika. Kilimo ndio muhimili wa taifa letu. Kilimo kimeajiri watu wengi. Sasa hivi karibu 58% ya Watanzania ni wakulima, na hakuna namna nyingine yote ambayo tunaweza tukawaacha wakulima. Ukijumlisha na wale ambao wako kwenye mnyororo wa thamani, zaidi ya 75% ya Watanzania wanajihusisha na kilimo. Ukiongeza na hao ambao wanatuletea kama pembejeo, kama matuleta na zana zingine, yani utakuta kwamba karibu Watanzania 80% au zaidi ni wakulima. Hata watumishi wa umma ambao hatuwahesabu kama wakulima, nao unakuta wana mashamba wanalima. Kwa hiyo kilimo ndio muhimili mkubwa wa taifa letu, na sisi tunaamini kilimo hiki kikiimarishwa vizuri, ndio tutakuwa na uwezo wa kupata malighafi zote tunazozihitaji kwenye nchi, tutapata chakula chote, lakini pia ajira nyingi zitaongezeka kwa Watanzania, na zaidi ya hapo tunaamini fedha nyingi za kigeni zitapatikana kutokana na kilimo. Kwa sasa hivi tunasema kwa mwaka uliopita, mwaka 2018, kilimo kimechangia katika pato la taifa takribani bilioni 25.2. Tunasema kwamba kinaendelea kuchangia na kinaendelea kukua, na sisi tunataka kikue zaidi. Kilimo kama kilimo kimekuwa kwa asilimia karibu 5.8. Sasa kikiendelea kufanya hivi, tuna imani tutafanya vizuri. Lakini kikubwa, tunahitaji mazao ya chakula ya aina mbalimbali. Tunahitaji mboga mboga, tunahitaji matunda, tunahitaji maua na kadhalika. Yote haya ni kilimo. Sasa ni muhimu wananchi wakahakikisha kwamba wanazalisha yale mazao ambayo yanahitajika sana. Kama ni matunda yanayopendwa zaidi na yale ambayo yanahitajika zaidi. Kwa hiyo hii nafikiri ni kitu muhimu sana. Pamoja na kilimo kuwa ni muhimili, kumekuwepo na changamoto ndogo ndogo ambazo serikali ya awamu ya 5 chini ya rais wetu Dr. John Joseph Pombe Magufuli tunaendelea kuzifanyia kazi. Moja ya eneo ambao hatujafanya vizuri sana ni utoaji wa mikopo ya kusaidia kilimo. Lakini mimi nitumie fursa hii sasa kumpongeza mfuko wa pembejeo. Hongereni sana, mnafanya kazi nzuri. Lakini kama nilivyowaambia, haya ulioyasema ni Watanzania wachache wanajua. Na wote hawakujua kama kweli kuna fursa. Kama unaweza kukopa vitu vingi namna hii. Nafikiri ni vizuri mkaendelea kujitangaza ili tuwafikie wananchi walio wengi na muwakopeshe. Na Mheshimiwa Spika hapa ameshauri kile kipindi cha ile mnaita muda wa rehema, tunaita grace period, ukiongeza ukiwa mwaka mmoja itakuwa vizuri sana kama alivyopendekeza. Itawasaidia sana wajipange vizuri waweze kufanya kazi nzuri. Kwa hiyo hii kwa kweli ni kitu muhimu. Tunajua wakulima wetu wanahitaji pembejeo, wanahitaji mbolea, wanahitaji zana za kilimo, wanahitaji madawa,
lakini uwezo wa kuyapata kwa wakati mmoja imekuwa ni changamoto. Sasa hili na ndio kazi yenu kubwa, kuhakikisha wananchi wanakopeshwa, wanapewa fedha, wananunua hizo pembejeo, na imani mtaendelea kufanya hivyo, na hapo ndio tutaweza kufikia kuwa ni nchi ya viwanda, sababu viwanda vyetu vingi ni vile vya kuchakata mazao ya kilimo. Kitendo cha kutoa matrekta haya ambayo tunayatoa leo kinaongeza idadi ya matrekta ambayo yapo hapa nchini. Mpaka sasa hivi sisi tunasema toka mwaka 2015 matrekta yameongezeka kutoka 14,100 mwaka 2015, sasa yamefika 19,604, na hiyo ni mpaka sasa hivi, na hili ongezeko ni asilimia kama 38 ya ile ambayo tulitegemea. Lakini tumefanya utafiti pia, tukaangalia hivi eneo letu lote la nchi nzima linalolimwa kwa trekta ni asilimia ngapi? Mpaka sasa hivi tumefikia asilimia 20, lakini tunataka tuende kasi zaidi, tufikie asilimia kama 50 hivi, itakuwa tumefikia malengo mazuri sana. Kama tutalima nusu ya eneo likalimwa kwa trekta, itatusaidia sana sana sana. Ndugu wananchi, tumeambiwa kwa mwaka huu mfuko umetoa pembejeo zenye thamani ya shilingi bilioni 2 na mikopo iliyotolewa ni 120. Sasa tunatamani mungetoa mikopo zaidi. Tunajua uwezo ni mdogo, lakini nataka niwaambie kama serikali bado tunatafakari namna ya kuongeza fedha kwenye huu mfuko wa pembejeo. Tunataka tuangalie kwenye bodi za mazao, kwenye mazao yote, kama tungekuwa na mfumo ile mifuko yote ile zote zikakaa kwenye mfuko wa pembejeo, zingeweza kusaidia sana kuweza kutoa mikopo vizuri, iwe ni kwenye pamba, iwe ni kwenye kahawa, iwe kwenye korosho, ile yote ikiingia kikawa sehemu moja, kwa sababu hao wana uzoefu wa namna ya kusimamia mikopo, ingetusaidia sana, lakini bado tunaliangalia. Sasa leo nimeambiwa wanaopata mikopo yetu watatu wanatoka hapa, na nimeambiwa kwamba kuna wengine wanatoka katika wilaya zingine za Dodoma. Nataka nitumie fursa hii kuwapongeza sana nyinyi ambao mnapata hii mikopo. Hongereni sana. Na huu ni ushahidi kabisa kwamba serikali yetu ya awamu ya 5 chini ya rais wetu Dr. John Joseph Pombe Magufuli, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye aliahidi kwamba lazima wasaidie wakulima na hakikishe kilimo kinasonga mbele. Kutoa mikopo hii, tuna imani itachochea na itasaidia kilimo kwenda mbele. Kilimo chetu mkitumia teknolojia zilizo bora, mtaongeza tija, mtaongeza uzalishaji. Na naomba nitumie nafasi hii, haya matrekta mlio nayo si kwamba mnatakiwa myalimie nyinyi wenyewe, mnatakiwa pia mkodishe, muende mkalime mashamba ya wananchi wote wanaohitaji. Sio kila mtu atanunua trekta, hapana, lakini hao walio na matrekta basi yasaidie katika kuhakikisha yanalima mashamba yote. Lakini bei mtakazoenda kutoza zisiwe kubwa sana, ziwe ni bei nafuu, zile zinazowezesha wananchi kumudu, ili waje kukodi matrekta waweze kulima. Hiyo itakuwa imetusaidia sana.